Habari ndugu watazamaji wa Mifa TV, karibuni kwenye Mifa TV. Kama ulikuwa hujatufuatilia basi unaweza ukabonyeza alama hiyo ya subscribe ili kuendelea kujipatia taarifa mbalimbali. Na leo tunakuletea kitu ambacho wenda ulikuwa ukitegemei, wenda ni kitu ambacho ulikuwa unahisi sio kitu halali, sio kitu kizuri kwa binadamu. Tunakuletea habari ya bange kuruhusiwa huko nchini Brazilia. Moja kati ya miamba wa kabumbu mchezo wa mpira wa miguu ambaye ni Pele, King Pele, alitambulika sana kwa chenga nyingi, na sasa hivi kama kina Ronaldo na kina Messi wanafanya vitu ambavyo huenda hujawahi kuviona, ila wahenga na kuambia kuwa kila kitu ambacho kinafanyika sasa hivi kwenye kabumbu ambayo ni football aidha soka, basi King Pele alikifanya huko zamani. Nchini Brazil sasa hivi wameruhusu bange, matumizi ya bange, ila nitakwenda kusomea taarifa ili ujue ni matumizi gani watakuwa wanatumia. Anvisa, wakala wa taifa wa udhibiti wa afya wa Brazil, imeruhusu rasmi siku ya Jumatano Januari 28 kilimo cha mmea wa cannabis sativa nchini Brazil kwa matumizi ya tiba na utafiti wa kisayansi. Uamuzi huo umetokana na maelekezo ya mahakama ya juu ya haki STJ ambayo mwezi Novemba 2024 ilithibitisha uhalali wa uzalishaji wa bangi kwa madhumuni ya tiba na au dawa pekee kama sehemu ya kulinda haki ya afya. Kwa matumizi ya tiba, wakurugenzi wa Anvisa wameidhinisha kwa kauli moja kilimo cha katani ya viwandani industrial hemp, aina maalum ya cannabis sativa yenye kiwango cha tetrahydrocannabinol THC kisichozidi 0.3%. THC ndiyo kiungo kikuu cha mmea kinachosababisha athari za kisaikolojia. Aina hii ya bangi haisababishi kulevya, lakini ina kiwango kikubwa cha cannabidiol CBD ambayo inathaminiwa kwa uwezo wake wa tiba katika kusaidia wagonjwa wenye wasiwasi, anxiety, maumivu sugu, kifafa, matatizo ya usingizi pamoja na magonjwa mengine ya mfumo wa neva. Kwa mujibu wa kanuni zilizowekwa, uzalishaji utakuwa na mipaka kulingana na mahitaji ya dawa, na kampuni zitawajibika kutoa taarifa na sababu za kiasi kinachozalishwa, ikiwemo ukubwa wa ardhi hekta itakayotumika kwa kilimo. Kilimo hicho hakijaruhusiwa kwa umma kwa ujumla, bali kinaruhusiwa kwa kampuni na mashirika maalum pekee, na hatua hii haijumuishi matumizi ya burudani ya bangi. Hiyo ni taarifa ya habari kutokea huko Brazil. Imeruhusiwa kweli kutumia bangi, lakini sio kwa kila mtu kutumia bangi, ila kwa matumizi pekee, na kuna makampuni ambayo yatakuwa na ruhusa ya kuzalisha bangi, kitu kama hicho, ili watu wengi wasio wanatumia bangi kwa burudani zao na kutaka tu starehe kama ilivyokuwa kwa mataifa mengine, aidha kwa watu wengine, na ni kitu ambacho hakijahalalishwa. Kwa hiyo bangi iliyoruhusiwa huko nchini Brazil ni bangi ya matibabu. Kumbe bangi inatibu na watu walikuwa hawajui. Kwa hiyo kama umejua siku ya leo, basi bangi inatibu, na taarifa ambayo nimekusomea ndio hiyo. Bangi, kuna watu wanadai kuwa wanatumia mafuta ya bangi kuweza kuokoa maisha ya watoto wao, basi ilibidi tu kuamua kuruhusu bangi ili watu wa Brazil waendelee kuitumia kwa kujiponya kama wanavyodai wenyewe.